Uhali gani mtazamaji wa Reli TV, na kualika kwenye kipindi cha chambuzi za reli, ambapo leo tunajadili jarida namba 40. Jarida letu hili lina habari kemkem. Habari ambazo tutaangazia kwa siku ya leo ni mageuzi ya serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya reli. Tutaangalia pia faida za SGR tangu imeanza na sasa wakati wa uendeshaji. Pia tutagusia masuala ya uwekezaji katika sekta ya reli. Jarida letu hili pia unaweza kulipakua kwenye tovuti yetu ya www.trc.co.tz ukazilisoma kwa undani zaidi. Na habari zetu nyingine zinapatikana kwenye social media, Amina. Yes, tuko kwenye mitandao ya kijamii yote hapa Tanzania. Tunapatikana Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter katika adresi ya TZ Railways. Ukiingia ndani ya hizo mitandao ya kijamii utatupata na utaweza kupata taarifa zote zinazohusu shirika la reli Tanzania. Na kwenye YouTube pia unaweza kutupata kwa anwani ya Reli TV. Amina, hebu tuangalie habari ya kwanza kwa siku ya leo. Naam, kaka Othman. Habari yetu ya kwanza ni mageuzi ya serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya reli, ambapo tunaambiwa kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchochea mageuzi katika sekta ya reli nchini kwa kuboresha na kuendeleza miundombinu ya reli pamoja na huduma za uendeshaji. Hili ni dhahiri shahiri, tunaona kuanzia awamu hii ya 6 alipoingia madarakani Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya reli imeendelea kukua siku hadi siku. Kwanza ni kuanza shughuli za uendeshaji, ambapo tunaona shughuli za uendeshaji zimeanza. Sasa hivi treni zetu zinatembea kutoka Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma, na treni ya mizigo nayo imeanza. Bado vile vile tunaona ujenzi unaendelea, ujenzi mbalimbali. Tukiangalia alipoingia madarakani kuna vipande vilikuwa havijaisha, lakini mpaka sasa hivi kipande cha pili kimeisha na bado kinaendelea. Tumesaini mikataba ya muendelezo wa ujenzi wa reli. Na watu wanalipwa fidia zao. Tukiangalia ujenzi wa Tabora Kigoma, umesainiwa mkataba. Sasa hivi tunavuka mipaka, tunaenda Uvinza mpaka Msongati. Kwa hiyo hayo ni maendeleo ya sekta ya reli, kwa sababu serikali hii imetambua kuwa maendeleo ya sekta ya reli yataenda kuleta maendeleo katika nchi yetu, mabadiliko makubwa, kwa sababu nchi yetu ina bahari, inapakana na nchi 8 ambazo hazina bandari. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa Tanzania. Asante. Ni habari nyingi. Hii habari unaweza kuisoma kwa undani kwenye tovuti yetu. Pia kuna habari ambayo inasema manufaa ya mradi wa SGR. Ndio. Kuna manufaa makubwa sana. Tunazungumzia tangu ujenzi ulivyoanza na sasa uendeshaji. Ukiangalia ajira zimepatikana. Ajira wakati wa ujenzi na ajira wakati wa uendeshaji. Wanasema pia viwanda vya ndani vimepata manufaa. Viwanda vya ndani vimeweza kutengeneza, unajua Mataruma yanatengenezwa na saruji. Saruji inazalishwa hapa nchini. Tumeambiwa kwamba saruji mifuko kama milioni 22 na ushe kubwa umetumia kutengeneza Mataruma. Na nondo ambazo anasema za ubora zile za BS 500 unaambiwa nondo za kilo zipatazo milioni 245 zimetumika. Kwa hiyo ni viwanda vya hapa nchini. Kwa hiyo tunazungumzia pia ajira kwenye viwanda vyetu. Nikiongezea hapo, tukiangalia kwenye sekta kama ya utalii, hiyo yote imetokana na usafirishaji wa SGR. Kwamba watu kama Mikumi kule wanazungumzia sasa hivi utalii umeongezeka. Kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro muda umepungua sana. Faida moja ni hiyo pia muda umepungua. Na ukiangalia pia kwenye SGR tunabeba wasafiri wanaenda mikoa ambayo ilikuwa ukisafiri unachukua siku nzima au hata siku 2. Lakini kwanza umechoka. Lakini sasa tunasafiri, unafika Dodoma pale, unachukua basi lako uko Singida, uko Tabora, uko Mwanza, unakula ugali wa mchana. Kwa hiyo yote hizo. Kwa hiyo pia iwasaidia watu wengine sana. Tupunguze safari. Kama naenda Tabora kule nashukia Dodoma, nimepunguza muda. Afu nachukua basi naenda kule. Mkulima ana shamba lake Kilosa hapo, anashuka, anaenda Kilosa, anaangalia mazao yake, anarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo yote hayo yameletwa na
mapinduzi katika sekta ya reli. Kwa hiyo mambo ya ajira hayo, mambo ya viwanda vya ndani, tukiangalia pia lile lengo la Afrika. Nasema 2063, 2063. Hii miji mikuu yote iunganishwe na reli ya kiwango cha kimataifa ya SGR. Tanzania tumeshaenda zaidi ya 50%. Kwa hiyo malengo yetu yanaonekana yatakamilika kabla hata ya huyo kufika 2063. Tutakuwa tumepiga, tutakuwa tuko mbali sana. Tuko mbali sana. Sana kwa kweli. Ndamu. Haya, tuangalie habari nyingine. Habari nyingine ambayo ni nzuri sana hii ni uwekezaji SGR, sekta binafsi washirikishwe. Naomba nisome kidogo. Sasa Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa alitembelea banda la shirika la reli Tanzania katika maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini yaliyofanyika kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja yaliyopo jijini Dar es Salaam kwa Novemba 24. Alipotembelea pale alisema kwamba sasa hivi ile sheria ya reli namba 10 ya mwaka 2017 ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2023 imewapa fursa sekta binafsi kuwekeza katika reli, ambapo sasa wanaruhusiwa wanunue mabehewa, wanunue vichwa vya treni, waje wafanye biashara na TRC. Kuwe na ushindani. Kuwe na ushindani. Tusafirishe mizigo. Maana sisi lengo letu kujenga reli ni kusafirisha mizigo, tuweze kuwalisha nchi ambazo hazina bandari, kwa sababu sisi tunajivunia mizigo ndio inayoleta faida kubwa. Yes, kwa Kiingereza tunasema we are proud of our geographical position. Yes, tumewekwa kwenye position nzuri sana kijiografia ambayo inatugia sisi fursa kuweza kuwalisha hizo nchi, na sasa ndo hapo sasa serikali yetu inafanya juhudi katika kuhakikisha sekta binafsi wanaingia huko, wanunue mabehewa, wanunue vichwa vya treni ili waweze kusafirisha mizigo na kuwe kuna ushindani na ufanisi. Kwa hiyo nafasi ni yao. Kwa hiyo nafasi ni ya kwao. Wawekezaji, nafasi ni yenu. Yes. Haya, asante sana Amina. Sasa tuangalie, kuna habari nyingine inasema Tanzania yaendelea kuwa kisima cha maarifa, mradi wa SGR. Kisima cha maarifa. Wengine wanasema ndio Kilombola. Sisi ndio tunaongoza. Tunaupiga mwingi. Tunaupiga mwingi. Tunaupiga mwingi sana. Tunaupiga mwingi, ndio maana tulipozungumza ile azimio la Afrika lile kwamba 2063 2063 kwamba hii miji iwe imeunganishwa. Kwa hiyo Tanzania sisi tumeshapiga hatua ndefu. Kwa hiyo nchi nyingine zinakuja. Jamani, imewezekanaje? Na sisi sio choyo. Wakija tunawaambia. Wanakuja watu wa SARA. Bodi ya nani ya SARA ile. Watu wa South African wadau wa reli wa kusini mwa jangwa la Sahara, SADC hao. Wamekuja, wameangalia, wamesema haya mambo tulikuwa tunayaona nchi za Ulaya, lakini sasa tunayaona Tanzania. Hauwezi kusema kwamba sasa tukaangalia je, SGR ikuja au inatengenezwa kwa utaalamu upi twende Ulaya. Wanakuja Tanzania. Wameshangaa ile stesheni. Mbona kama Ulaya huko? Tukaambia hapa Tanzania. Hapa ni Tanzania na bado tunaendelea. Mambo mazuri yanakuja. Sisi tunawakaribisha. Afrika ni moja. Viongozi karibuni, mje muangalie, mwende mkafanye maamuzi. You are decision makers. Come Tanzania, mwende mkafanye maamuzi, mjenge nchi zetu za Afrika, tuungane. Asante sana Amina J. Warisanga. Tunaendelea kuangalia kipindi chetu cha chambuzi za reli kutoka hapa Reli TV. Sasa tunaendelea na habari yetu. Kuna hii habari ya mfumo hii. Hii bwana, hii inasema mfumo jumuishi wa uchukuzi watangaza nguzo ya mageuzi ya uchumi kuelekea dira ya 2050. Yaani mfumo jumuishi wa uchukuzi. Mfumo jumuishi. Narudia ndugu mtazamaji, mfumo jumuishi wa uchukuzi. Maana yake kama vile mnyororo. Maana yake unajua ukisema kuna bandari, kuna anga, kuna ardhi, kuna reli. Kila kitu kile tukishirikiana zikawa pamoja, tutaleta mapinduzi katika sekta ya uchukuzi. Na wanasema uchukuzi ndiyo nguzo ya maendeleo ya nchi yoyote. Kwa sababu mimi nitatoka Dar es Salaam, ninaenda na SGR mpaka Dodoma. Nikifika pale kuna mfumo mzuri umewekwa wa mimi kupanda basi. Nafika Mwanza. Nikifika Mwanza kuna mfumo mzuri umewekwa pale wa airport. Linachukua pale, nachukua ndege, nafika Bukoba. Naingia ziwani. Kwa hiyo wanasema kwamba tuwe na hiyo integrated hiyo sector nani hiyo ndio itasaidia. Kwa sababu ukiangalia ukweli Amina, kama
tutakuwa na mfumo mzuri huo ambao bandari ikifika mahali kuna mahali maji hauwezi kuendelea, lazima uchukue usafiri mwingine. Reli inachukua. Reli nayo kuna mahali inafika lazima istop, gari lichukue. Muunganiko huo. Yes. Na ndio maana sasa hivi kunakuwa tunashirikiana sana. Ukiangalia kwa mfano ukienda station yetu ya Dar es Salaam pale utaona kuna kituo cha mwendo kasi. Sawa. Hiyo ndio integrated. Hiyo ndio integrated transport system. Kwamba unashuka kwenye reli, unaingia kwenye mwendo kasi, unaenda unapoenda, ukifika pale Posta, ukifika siyo Kisutu, siyo itajengwa na ya Mwenge, Tegeta, mwendo kasi inaunganika pale, unafika Tegeta. That is integrated transport system. Amina, kwa uhakika huo ndo mfumo mzuri kwamba lazima kuwa na muunganiko kati ya usafiri wa maji, usafiri wa ardhini, usafiri wa anga ili kuhakikishia msafirishaji mzigo wake unakwenda kwa kasi ambayo inahitajika. Mtazamaji wa kipindi cha Chambuzi za Reli, tupate mapumziko kidogo kabla tuendelea na habari zetu. Habari, karibu SGR Tanzania. Leo nitakuonesha namna rahisi ya kukata tiketi yako. Hatua ya kwanza, unaweza kukata tiketi kupitia mtandaoni. Ingia katika tovuti yetu rasmi ya SGR au kupitia app yetu inayopatikana Play Store kwa jina la TRC SGR Ticket. Chagua safari, mfano kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma au Dodoma kwenda Dar es Salaam, hata Morogoro kwenda Dar es Salaam. Ndani ya safari kisha bonyeza next. Easy. Muda unaotaka kusafiri kisha bonyeza next, alafu utachagua daraja la siti unalohitaji. Kwa mfano, kuna daraja la kifalme, la kibiashara pamoja na la kiuchumi. Utajaza taarifa zako sahihi kama jina kamili, umri, namba ya simu, email pamoja na namba ya kitambulisho chako. Kisha utabonyeza next. Lipo kwa urahisi kupitia mitandao ya simu au benki. Baada ya malipo utapokea tiketi yako kupitia SMS au barua pepe. Cha kufurahisha zaidi, unaweza ukakata tiketi yako moja kwa moja katika stesheni zetu zote za SGR. Na sasa abiria aliyekata tiketi kupitia station au kupitia mobile app, sote tunaweza kuscan tickets ukiwa mahala hapa, ukiambatanisha na kitambulisho chako kwa wahudumu wanaopatikana stesheni. Bwana na hapo utakuwa tayari kwa ajili ya safari yako. Asante sana. Baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea na kipindi chetu cha Chambuzi za Reli. Sasa Amina, tuangalie sasa upande wa MGR. Ndio. Kuna maboresho ambayo yanaendelea kwenye upande wa kuna maboresho makubwa ambayo yanaendelea katika kuwezesha reli ile ya zamani kuweza kubeba mizigo. Lakini kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kuepusha au kukabiliana na changamoto ya mafuriko. Hii reli yetu ya kati imekuwa ikikumbwa na mafuriko ambayo imekuwa ikifanya safari zirairishwe, zikwame, yani hamna, especially kwa hii treni inatoka Dar es Salaam, Tabora, Mwanza mpaka Kigoma. Yani kutokana na hiyo changamoto sasa, serikali imechukua hatua ya kufanya maboresho makubwa ya miundombinu ya reli hii ili kuongeza ufanisi wake, kwanza katika kukabiliana na hiyo changamoto ya mafuriko, pili kuweza kusaidia kubeba mzigo mkubwa. Na hayo mafuriko wamekabili, wanajenga mabwawa ambayo yataweza kuvuna yale maji ambayo yanakuja kufanya uharibifu. Naam kabisa. Hayo mabwawa yanashirikiana na Tume ya Umwagiliaji ya Taifa, ambayo yatajengwa mabwawa katika hii inaitwa flood zone, ambayo itakuwa inachukua yale maji, inayahifadhi, ambayo yatatumika pia na wakulima, yatasaidia kufuga samaki na kunyoshea mashamba. Yes, kwa hiyo tunaboresha, na huo mradi unaitwa TIRIP2 ambao uko vizuri na unaenda kufanya hii reli inakuwa kiwango cha juu kabisa. Kama wanatoa ile reli nyembamba, wanaweka reli pana kabisa, panawekwa madaraja au kasi ya treni ya MGR iongezeke, pataweka madaraja mazuri ambayo yataweza kukabiliana na mafuriko, kila kitu kinakuwa katika. Haya Amina, sasa tugeukie upande wa SGR nao. Tunaambiwa sasa hivi mizigo nayo mambo yameanza. Mizigo tunakwenda sasa hivi mpaka bahari. Mizigo sasa hivi ndio moyo wa nchi. Bandari yetu sasa hivi inatema. Wanasema hapa usafiri wa treni ni 40 wa foleni. Na ndio hiyo ni nia mojawapo ya serikali. Foleni imekuwa kubwa sana
kwenye majiji makubwa especially Dar es Salaam. Sasa mwarobaini wake ni kuweza kutumia reli, kuweza kujenga miundombinu ya reli ili kutoa hii mizigo ambayo inakuja kufuatwa huku. Tunataka baadaye mizigo hii yote iende huko, ianze ndio maana tuna Kwala pale, itakuwa kule Kwala. Tumejenga Bahi ile transshipment, mizigo mingine itakuwa inatoka na SGR hapa inaenda mpaka Bahi, ifika Bahi inapunguzwa kwenye maroli, inapunguzwa kwenye ile treni ya BR, ili tu kukwepa hizi foleni za maroli ambazo zinakabili foleni. Kwa hiyo wafanyabiashara, fursa ni yenu sasa kutumia treni yetu ya SGR kuhakikisha kwamba mnasafirisha. Sasa hivi makasha haya tunaona magari mengi jijini, kwa hiyo makasha yakisafirishwa na treni inakuwa kidogo tumepunguza foleni. Na sisi kama shirika la reli ndio maana tunaambia jamani, wafanyabiashara tuna fursa nyingi za uwekezaji, sio tu kwenye kununua vichwa na mabehewa, lakini tuna sehemu kama hizo Bahi, Kwala, wakajenge kwa magodauni, wawekeze, wakajenge kwa tunaambiwa pia kuna fursa za uwekezaji, wakajenge magodauni, wakajenge mahoteli huko, wafanyabiashara wawe huko wanaweka mizigo yao huko, inaenda na treni. Hizo zote zinakuja, ni fursa hizo. Kwa hiyo tuchangamkie fursa jamani. Kwa hiyo wawasiliane na shirika la reli Tanzania kwa ajili ya kujua wanawekeza upande upi, hususan kwenye ushoroba wa reli. Haya, tuelekee mwisho. Amina, naona kuna makala hii wataisoma historia ya reli tangu tulipotoka, tulipo na tunapoelekea sasa hivi. Historia ni ndefu sana, kwa hiyo wataipakua kwenye mtandao wetu, wataweza kuisoma. Na hapa naona kuna hatua za ukataji tiketi, utaziona huku kwenye treni, kwenye jarida letu hili. Na pia Amina, nimeona hapa kuna haki ya mteja na wajibu. Hii ndio mteja na wajibu. Sisi kwetu mteja ni mfalme. TRC sisi kwetu mteja ni mfalme, ambao tukiangalia mmoja baadhi tu ya hizi haki tunamsikiliza mteja. Ukija kwetu ukaja ukatoa maoni yako, ukatoa ushauri, ukatoa lalamiko lako, tunakusikiliza kwa sababu tuko pale katika kusikiliza ili tuboreshe. Kwa hiyo ukija kwetu kwanza mteja tunamsikiliza, hudumiwa kwa heshima bila upendeleo. Lakini vile vile mteja ana wajibu wake. Hamna haki bila wajibu. Unatakiwa ufanye wajibu wako. Kwa hiyo wanaweza wakapita wakaenda kuzisoma kwa undani. Pia kuna bei za kutangaza huduma za biashara ndani ya treni. Ukiingia kwenye jarida letu utaona bei hizo mbalimbali. Ni fursa ya kwako sasa kutangaza, maana yake utapata wateja. Labda katika wajibu wa mteja nikumbushe tu kitu kimoja. Wajibu mojawapo wa mteja ni kutunza mali unazozikuta kwenye stesheni au ndani ya treni. So uharibifu. Manake tumia kikutunze na kizazi chako. Umeambiwa kabisa usikae kwenye kimeza, usikae. Umeshanielewa? Usiweke mzigo mzito usijui. Tulia. Usije na vitu vikali, yani ni wajibu wako. Usije na kemikali, usije si na vitu venye ncha kali. Vyote hivyo inabidi uzingatie ili pia tuweze kuendana sawa. Treni yetu nasema kitunze kidumu kikufae. Mtazamaji wa kipindi cha Reli TV, ni chambuzi za reli kwenye Reli TV. Hatuna la ziada kwa siku ya leo. Umesikia mengi, lakini yapo mengi zaidi ukienda kupakua hili jarida letu kwenye tovuti yetu ya www.trc.co.tz, utasoma kwa undani zaidi. Shukrani kwa mpiga picha wetu Ivan Mateni akiwa na Agustino Bulegea, mtangazaji mwenzangu Amina Juma Warisanga AJW. Nami ni Othman Idi. Shukrani za dhati zimwendee mtayarishaji wa jarida letu Sami Omari. Hadi wakati mwingine, kwaherini.